mahojiano yetu na mhadhiri Henry Ndindi kuhusiana na uchaguzi wa leo. Hapo awali ulikuwa kwanza umegusia idadi ya kuridhisha ya wapiga kura ilijitokeza siku hii ya leo. Nikiangalia hapa kwenye mtandao wa X, IEBC wenyewe wamesema kwamba ni kufikia mwendo wa saa 9 ilikuwa ni 50.78 ya waliojitokeza. Kinyume na chaguzi ndogo za hapo awali, idadi huwa ni chini. Labda ni kipi kilichochangia eneo la Olkalau wakati huu kuonesha kwamba idadi imeongezeka? Kwanza uchaguzi wenyewe ulikuwa na moto wa aina yake, kwa sababu aliyekuwa naibu wa rais anachuana moja kwa moja na rais kupimana nguvu. Wanapimana nguvu. Kwa hivyo ulikuwa mchuano ambao bila shaka ungevutia idadi kubwa ya watu. Na ni muhimu pia kutambua kwamba huyo mgombea hasa wa DCP, kwa mfano huyo anaitwa Sami Ngotho aliwania katika awamu iliyopita mwaka 2022 akaibuka wa pili. Kwa hivyo ni mtu ambaye bado ana ufuasi, hata katika kinyang'anyiro hiki alikuwa bado ana ufuasi. Na yule ambaye alikuwa ni mpinzani mwenza pia amefanya kazi katika ofisi za CDF kwenye eneo hilo, na ni mtu anayejulikana. Lakini hasa kwa kuwa kulikuwa na fursa ya kupimana nguvu kati ya rais na aliyekuwa naibu wake. Bila shaka lazima pangevutiwa idadi kubwa ya wanaokuja kujitokeza kupiga kura. Na atakaibuka mshindi, je, inamaanisha kwamba ikiwa ni mtu yuko chini ya rais ama mtu yuko chini aliyekuwa naibu wa rais, inaashiria kwamba mmoja wao mlima ameudhibiti, amemshinda mwingine nguvu? Chaguzi hizi mbili ambazo tumeshuhudia, uchaguzi uliokuwa Mbeere kaskazini, ule ambao umemleta Mdhende, na huu uchaguzi ambao sasa unafanyika katika eneo la Olkalau, unakuwa kipimo muhimu kwa jinsi Mlima Kenya utakavyokaa. Kumbuka pamekuwa na mijadala kuhusu wakazi au raia wa Mlima Kenya Mashariki na wale wa Mlima Kenya Magharibi. Sasa wale ambao wamepiga kura leo ni wa Mlima Kenya Magharibi. Na kwa kuwa kule Mlima Kenya Mashariki DCP ilibwagwa, hapa inawezekana matokeo yakajitokeza kwa vyovyote vile. Itakuwa ni ishara nzuri ya kuonesha Mlima Kenya Magharibi unatoa kauli gani kuhusu uhusiano wao na Rais Ruto, na je, Rais Ruto anaweza kubadili vipi mikakati yake ya kupenya katika maeneo haya, pamoja na kwamba naibu wake wa rais wa sasa anatoka katika eneo hilo. Lazima pengine itakuwa inamshawishi kufikiri njia mbadala za kutumia ili kupenya katika eneo hilo. Ikiwa mambo yatakwenda hivyo, kwamba Rigathi labda ataonekana na nguvu pande nusu ya mlima, lazima atafute namna nitaudhibiti vipi mlima mzima. Ndio. Na ni kitu ambacho mmetoa ripoti, kwa kweli mmetoa ripoti zenu wanahabari, kwamba ni uchaguzi ambao umetumikisha hela nyingi sana katika kampeni. Na pia serikali imetoa gesi za kupikia, mitungi ya gesi, ikatoa magodoro na vitu vingi sana ambavyo vilikuwa ni vya utendakazi wa serikali, lakini pia kama njia mojawapo ya kushawishi wapiga kura. Sasa je, tukielekea katika uchaguzi ujao, ni kima kiasi gani cha hela ambazo zitatumika ili kuhakikisha kwamba watu wote katika maeneo bunge ya nchini Kenya yanaridhika? Je, inawezekana katika uchaguzi ujao tukashuhudia vishawishi vikawa vingi na tukashuhudia gharama kubwa ya kupiga kampeni sawa na hii tuliyoshuhudia katika eneo la Olkalau? Tukikisia tu, kwa mfano imekuwa na madai kwamba kumetumika bilioni 1. Kwa makisio nilikuwa naangalia, je, rais eneo bunge moja hili ikiwa tutadaiwa kutumia bilioni 1. Sasa haya maeneo bunge 990, tuna hizo hela za kutosha kupiga kampeni aina hiyo katika maeneo bunge haya yote? Hayo ndio maswali ambayo tutataka kujiuliza kuendelea. Naam. Leo kuna mengi ambayo pia yamejitokeza kando na mazuri ambayo tumeona idadi kubwa ya watu wamejitokeza. Kulikuwa na utulivu wakati wa zoezi zima, lakini baadaye kaanza kushuhudiwa zile hali za purukushani. Je, vyombo vya usalama yaliyojiri leo inaonyesha nguvu kweli za vyombo vya usalama? Na muhimu zaidi, kwanza hata kabla tuangazie labda, maanake usalama ulikuwa umedumishwa, lakini bado inaonekana kulikuwa na hiyo hali ya purukushani. IEBC, hawa makamishna pamoja na mwenyekiti
ni wapya kwenye ofisi. Yaliyojiri hii leo yanatia dosari utendakazi wao, kwamba hawa hawako tayari kwa uchaguzi mkuu ujao, ama tunaweza kutumia kuwapima? Ninafikiri tume hii sasa hivi tukikashifu sana au tukirapua kwa fimbo ni mapema sana. Naam. Tuwape muda, wakae ofisini, watulie, wafanye kazi. Lakini manake sasa vyombo vya dola unavyovitaja, kwa mfano vikosi vya polisi ambavyo tumevishuhudia kwa idadi kubwa katika eneo hili, si vikosi ambavyo vinatumwa kule na IEBC. Ni vikosi ambavyo vimetumwa na Inspector General wa polisi, ambaye pengine siku moja atapata sababu ya kueleza kwa nini kulikuwa na kiasi hicho cha polisi upande huo. Lakini kimsingi ni kwamba haya yanatupa kukisia au kukadiria kile tunachokitarajia katika uchaguzi ujao. Kwenye masuala ya usalama, pengine inawezekana kutawekwa vikosi vingi sana vya polisi kwa ajili ya kudhibiti usalama wa taifa, na sidhani hata kama hilo ni jambo linalohitajika ikiwa sisi wenyewe tunathamini haki. Ikiwa tunathamini haki, ikiwa ni pamoja na haki ya upigaji kura na hesabu ya kura na kutangaza kiongozi ambaye ni stahili kutangazwa, basi hatuhitaji vikosi hivyo vyote vya usalama. Ni kufanya uamuzi tu wa busara hivi sasa kwamba sote tunajitolea kutekeleza haki katika uchaguzi ujao, na mambo haya tutayashuhudia. Na tukitumia kuwapima IEBC, tunaweza kusema IEBC wamefanya vyema, japokuwa ni mapema, wameingia afisini juzi, lakini kiupande wao hatujaona dosari yoyote ya kusema kwamba hapa IEBC waliteleza. Kama vile ulivyosema, masuala ya kiusalama ni masuala ya Inspector General wa polisi na Wizara ya Interior. Sasa jambo ambalo nafikiri IEBC watahitaji kujitahidi kidogo ni kuelekea kwenye taratibu na maadili ya wagombea. Kwa mfano tumeshuhudia na ripoti zenu zimetuonesha kwamba kulikuwa na tetesi za uhongaji wa wapiga kura na vishawishi vya kila aina mpaka mahakamani. Ndio. Je, wao IEBC watakuwa na meno ya kutosha ya kung'ata wagombea wa aina hii na wawazuie kushiriki katika kinyang'anyiro kingine chochote, ama wanaweza kutumia mikakati gani kudhibiti watu wa aina hii wakijitokeza ambao ni fisadi na wanakiuka kanuni na maadili ya uchaguzi kwa jinsi inavyostahili kuwa? Naam. Kuna jambo muhimu tukizungumzia Bwana Henry ambalo itakuwa kwa kimimi kama mwanahabari itakuwa labda ni utovu wa nidhamu ama ni kuwasahau wanahabari wenza. Leo tumeshuhudia pia wanahabari wakivurugwa na watu wale tuliona kwenye kamera na kwenye video mbalimbali, waliofika wakiwa wamejificha sura, wako kwenye magari ya kifahari wakiwa na bunduki, wakaja wakavuruga shughuli. Miongoni mwa wale walioathiriwa ni wanahabari. Je, sisi wanahabari na uchaguzi mkuu ndio huo unatukodolea macho, tuna nafasi gani na usalama wetu upo katika hali gani? Kwanza poleni sana wanahabari na tuwape pole wanahabari wenzio ambao walifikwa na matatizo hayo. Ni mambo ambayo kwa kweli hatutarajii kuyashuhudia katika taifa ambalo limepiga hatua kama hizi tunazozijua. Jambo ambalo tungependa kuliona na ndo sababu nimetaja swala la haki. Ikiwa sisi wenyewe tutajitolea kulinda haki, basi inamaanisha hawa wanahabari ambao ripoti zao wanza kuonesha haki inavyotendeka, hatutawakabili kwa jinsi tunavyowakabili. Na ni swali ambalo ningependa kuuliza pia vikosi vya usalama, hasa Inspector General na waziri wa usalama nchini. Hawa watu ambao wamevaa barakoa na wamevaa mavazi ya raia, wanatembea na bunduki wakiwatishia, hawa ni polisi au ni majambazi? Ama ndio wale tunaita goons, wahuni? Ama ndio hao wahuni ambao tunawazungumzia? Na ikiwa ni miongoni mwa wahuni, wamechukuliwa hatua yoyote? Vikosi vya usalama vimewadhibiti kwa kiasi gani? Kwa sababu tukiwaacha watu kama hao ambao wamevaa barakoa, wamefunika nyuso zao, hawaonekani, wenyewe wamevaa mavazi ya raia, hatuwezi kujua au kuhakikisha ikiwa hawa ni askari au si askari. Kwa nini uje ukiwa umejificha sura? Kama nia yako ni njema. Ndio. Ikiwa nia yako ni njema, huna nia ya kuhujumu haki, mbona ufiche sura? Na ikiwa kazi ambayo wameshuhudia kuitekeleza ni kazi ya kuhakikisha kwamba kuna dumu usalama, kuna dumu haki au kunatendeka haki, basi hawakuhitajika kujifunika barakoa za aina hiyo wala kukaa katika mavazi ya raia na kusababisha masumbuko kama hayo. Na kama ni wahuni, basi itakuwa ni wahuni wameenda shule. Manake namna walivyokuwa wako
Ni watu wamejipanga. Na ndo sababu tunauliza vikosi vya usalama vitakuwa na kauli gani ya kutoa kuwahusu watu kama hao. Je, ni sehemu ya vikosi vya usalama au hawa ndo wahuni ambao tunawazungumzia kwa kina kirefu katika taifa hili? Na kuna jambo lingine ambalo limeshuhudiwa siku hii ya leo. Wenyeji wa eneo bunge la Olkalau walisema kwamba hawataondoka katika vituo mpaka zoezi zima la kuhesabu kura. Walisema tunapiga kura na tunalinda kura. Mpaka maafisa wengine wa polisi ama wa usalama walilazimishwa kufungua mizigo yao ama mabegi yao, wakaguliwe, waangaliwe kama wanajaribu kuleta udanganyifu. Ni mambo gani yanachangia tuone matukio kama haya, kwamba raia hawamwamini mpaka mtu ambaye anapaswa kumlinda kwenye uchaguzi? Nafikiri kwa kiwango kikubwa ni mwito kwa asasi zetu na vyombo vyetu vya dola kuhakikisha kwamba vinaaminika. Maanake ukiona raia wanafika katika kiwango hicho, ni ushahidi kwamba hamuaminiki. Sasa vikosi hivi vyote, iwe ni asasi kama ya IEBC au vikosi vya usalama, vijitahidi kuwasadikisha Wakenya kwamba wanaweza kuaminika. Hilo ni jambo la kimsingi. Lakini jambo ambalo wamelionesha raia wa Olkalau kwamba watajitokeza kwa wingi kupiga kura na watajitokeza mapema, lakini pia watahakikisha kwamba wanalinda kura zao na kuhakikisha kwamba haki inatendeka. Hilo ni muhimu na nafikiri ni funzo kwa maeneo mengine ya taifa hili. Pasiwe na mtu ambaye atakuja kulia kwamba kura zangu zimeibiwa ikiwa walikuwa na nafasi ya kulinda kura zako. Na vikosi ambavyo vinatekeleza au asasi ambazo zinatekeleza kazi mbalimbali zinazohusiana na huu uchaguzi zihakikishe kwamba zinaaminika. Tukiaminika sote kwamba tunatenda haki, hatutashuhudia mambo kama haya ambayo yameshuhudiwa. Mtapiga kura nirudi nyumbani ni ngoje matokeo. Ngoje matokeo. Ndivyo wanavyofanya wengine katika mataifa ambayo yameendelea. Sasa sisi ambao tunapenda kudhulumu haki na kuhujumu haki, ndo tunalazimu raia wetu kutotuamini kima cha kutaka kukagua mabegi yetu na vitu tulivyo navyo, hata vingine ambavyo vinaweza kuwa vitu vya usalama na vikawa hatari kuonekana kwa raia kwa macho yao. Kwa hivyo tuhakikishe kwamba tunaaminika. Na hilo nafikiri ni mwito ambao natoa kwa kila mmoja wetu anayepewa jukumu la kutekeleza katika kulifaa taifa hili. Tuhakikishe kwamba tunaaminika. Kuna kitu muhimu ambacho tulikizungumzia hapo awali. Idadi ya walijitokeza ilikuwa ni idadi ya kuridhisha, lakini kuna jambo ambalo ulidokezea hapo awali kwamba wewe pia umeliona. Idadi iliyojitokeza wengi walikuwa ni wazee, hakuna vijana. Alafu kesho vijana tutaanza kusema kwamba tuna bora viongozi badala ya viongozi bora. Ni mambo gani yanachangia kwamba kwenye mitandao na kwengineko vijana tunapiga mdomo, lakini kwenye kupiga foleni hatuko na kuchagua viongozi? Hii ndo taswira ambayo tumekuwa tukiishuhudia. Tunaweza ibadilisha vipi? Tutaibadilisha vipi? Naam. Hii taswira ambayo tumekuwa tukiishuhudia kwa muda mrefu ni taswira ambayo kwa kweli tunapaswa kuibadili. Lakini katika uchaguzi huu mdogo nisingependa kuwakashifu vijana sana. Kwa sababu stakes za uchaguzi wenyewe huenda vijana waliamua, wazazi mlifanya maamuzi haya mwaka 2022 mkachagua kiongozi mliyemtaka. Tunawapa fursa mmalizie kile mlichotaka. Kama mliharibu mrekebishe. Kama mliharibu mrekebishe. Alafu sisi tunakuja mwaka 2027 tufanye maamuzi yetu. Ninatumai hiyo ndio kauli inayokaa katika vifua vya vijana. Lakini ikiwa hawatajitokeza kupiga kura, basi hata na maandamano wasijitokeze, kwa sababu hii ndio fursa ya kulibadilisha taifa na kurekebisha mambo ambayo wanahisi yanaenda mvangi. Naam. Kwa kumalizia, maanake naarifa muda unatupatia kisogo, tumeangazia mambo kadhaa kuhusiana na uchaguzi mdogo huu wa eneo bunge la Olkalau. Mwaka ujao tunatarajia uchaguzi mkuu ujao. Je, tuliowaona leo yanatuchorea taswira mambo yatakavyokuwa 2027 ama mambo yatakuwa tofauti wakati huo? Idadi ya waliojitokeza, vurugu zilizoshuhudiwa leo, wahuni ama kama ni polisi waliokuja leo kufanya waliofanya na habari kuvurugwa na mambo kama hayo, ama haya ni mambo madogo, uchaguzi mkuu labda utakuwa mzuri zaidi? La, kwa kweli hiki ni kiashiria cha kile tunachokitarajia katika uchaguzi mkuu ujao. Siwezi kuyapuuza haya. Ile taswira ambayo tumeiona, tumeishuhudia, inatuelekeza kwenye kesho tutakayoshuhudia katika uchaguzi mkuu ujao. Hivi ni kwa sababu
Kwanza rais atataka kuendelea muhula wa pili. Lakini kuna watu ambao kulingana nao wamepoteza imani katika utendakazi wake, ambao pia watajitokeza kwa wingi kuhakikisha kwamba wanamuondoa. Kwa hivyo tunatarajia idadi ya watakaojitokeza kupiga kura wawe wengi, na hilo litategemea jinsi vikosi mbalimbali vitakavyojitokeza kushawishi watu kujitokeza kupiga kura. Kama ni vijana waliofanya kampeni ya Tuko Kadi au Niko Kadi, wajitokeze tena wafanye hamasisho la aina hiyo, kujitokeze wenzao wengi waende kupiga kura, na pia wajitokeze kuzilinda kura zenyewe. Naam, shukran sana Bwana Henry Ndindi ambaye ni mhadhiri katika chuo kikuu cha Karatina, na vile ni mchanganuzi wa masuala ya kisiasa. Shukran sana kwa muda wako. Asante. Na pia mtazamaji, shukran sana kwa muda wako kuanzia nilipoanza taarifa hizi hadi hivi sasa ambapo nazitamatisha. Kumbuka kura bado zinaendelea kuhesabiwa na zitajumlishwa hapo baadaye katika kituo kikuu, na bila shaka tutakupeperushia na tutakujuza atakaibuka mshindi ni nani. Ninachokuomba endelea kutegea runinga hii ya KBC Channel 1. Mimi naitwa Ahmed Juma Balo, ukipenda niite AJB. Bairo Nabuli amekuwa mwenzangu kwa upande wa lugha ishara. Hadi wiki ijayo, assalamu alaikum.